alhidayatu wattawfiq, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuongoza katika njia ya sawa, hukuongoza katika njia sahihi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa tawfiki katika hilo. Allah hukuongoza na hukuwafikia katika hilo. Dalili ya maneno haya, kwa kuwa hidayah iko aina mbili. Kwanza, kuna hidayah ya mtu kuoneshwa haki akaelekezwa haki, na kuna hidayah ya kuwafikiwa kuibaki katika haki. Na hii imejumuika kama wanavyosema maulama wa tafsiri kwenye aya maarufu tunayosoma mara nyingi, mara 17 katika sala za faradhi, ihdina as-sirata al-mustaqim. Wanasema maulama wa tafsiri ya kwamba aya hii imechanganya, imekusanya baina ya hidayah hizi mbili, hidayatu at-tabligh wal irshad wa hidayatu at-tawfiq, uongofu na hidayah ya kuongozwa na kuelekezwa katika njia sawa, na hidayah ya kuwafikiwa katika njia iliyo sahihi. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akithibitisha au akitubainishia suala hili la kwamba anaifuata mtume akaenda sambamba na muenendo wa mtume alayhi salatu wassalam, basi huwafikiwa na huwa katika njia ya sawa. Qala Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, ya kwamba ikiwa nyinyi mutamtii mtume alayhi salatu wassalam, wa in tuti'uhu ay wa in tuti'u Muhammad, ikiwa mutamtii mtume alayhi salatu wassalam kwa kufuata yale aliyowaamrisha na kuyaacha yale aliyowakataza, tahtadu, basi mutapata hidayah, mutapata uongofu. Warawa Muslimun fi sahihi, na alipokea Imami Muslim katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i as-salawat hina yunada bihinna fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baytihi lataraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum. Asema mtume alayhi salatu wassalam kwenye hadithi ambayo, au Abdullah ibn Mas'ud afwan radiyallahu ta'ala anhu asema, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima, yule ambaye litamfurahisha, yule ambaye jambo hilo litamtia furaha, atalipenda kesho mbele ya Mwenyezi Mungu akutane na Allah tabaraka wa taala akiwa yeye Muislam, falyuhafidh ala haula'i salawat, basi ajikakamue juu ya kuhifadhi hizi sala tano, ashikamane nazo, si kusali tu, la, anazisali kwa wakati wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waumini katika sifa zao, walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na katika aya nyingine walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, ni wale ambao wenye kuhifadhi sala zao. Na maana ya kuhifadhi sala zao ni kuzisali kwa wakati wake. Maana ya kuhifadhi sala zao ni kuzisali wanaume jamaa kwenye misikiti. Maana ya kuhifadhi sala zao ni kuhudhurisha nyoyo zao kama viwiliwili vao vilivyohudhuria katika maeneo wanaposali. Falyuhafidh ala haula'i salawat, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu waumini katika sifa hiyo ya kuhifadhi sala, kisha mwisho Allah akamalizia akisema, ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, watu hao ndio watakaoirithi firdaus, pepo ambayo ndiyo daraja kubwa katika pepo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotuelezea mtume alayhi salatu wassalam ya kwamba yoyote ambaye anayemuomba Allah amjalie pepo, amuombe Allah amtie katika firdaus, kwa sababu ndiyo a'la
daraja fil janna. Ayuha almu'minun, asema ahifadhi sala zake pindi zinapohitwa au watu wanapohitwa kwenda kuzitekeleza. Unaposikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, fa inna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sharaa li nabiyikum sunan alhuda, amesharisha kwa mtume wenu sunna ambao ni mwongozo, ni hidayah, ni uongofu. Na katika mwongozo huo, katika uongofu huo ni kukamilisha hizi sala na kuzisimamisha na kuzihifadhi. Wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaytum fi buyutikum, na lau nyinyi sala hizo mukawa ni wenye kuzisali majumbani bila udhuri yoyote ya kisheria, kama yusalli hadha almunafiq, kama anavyosali mnafiki huyu, kuonesha ya kwamba mwanamume yoyote anayesali kwake nyumbani ilhali muadhini anamsikia bila kwamba kuna dharura yoyote ya kumzuia asitekeleze, ni katika sifati almunafiqin, kama alivyosema Ibn Mas'ud katika kauli nyingine akisema ya kwamba walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiq, tulikuwa tukiona kati yetu sisi ya kwamba yule anayetakhallaf, anayeacha sala za jamaa, huyu ni munafiq. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, au asema Abdullah ibn Mas'ud akielezea, kama yusalli hadha almunafiq fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum, basi mungeliacha sunna ya mtume wenu. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum, na lau mutaacha sunna ya mtume wenu basi mutapotea. Kuonesha ya kwamba yoyote anayetakhallaf au anayeacha sunna za mtume, ikiwemo katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam ni kuhifadhi sala tano, huyu anapotea. Wallahu almusta'an.